Hatimaye bodi ya IAEA imepitisha azimio la kuitaka Iran kuripoti hisa zake za uranium. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA, Rafael Gross, amesema kwamba Iran inapaswa kuifahamisha IAEA kuhusu hatima yake ya uranium iliyorutubishwa ambayo imenusurika katika mashambulizi ya mabomu ya Israel na Marekani mwaka uliopita. Tehran hata hivyo imekashifu azimio hilo kama uchokozi wa kijeshi. Bodi ya magavana ya Umoja wa Mataifa inayosimamia masuala ya nyuklia katika nchi 35 imepitisha azimio lililoungwa mkono na Marekani mnamo Jumatano kuitaka Iran itangaze akiba yake ya uranium iliyosalia iliyorutubishwa na kuwaruhusu wakaguzi kuzithibitisha, jambo ambalo linaweza kutatiza mazungumzo ya Washington na Tehran. Hatua hiyo imekuja saa chache baada ya Marekani na Iran kufanya mashambulizi ya kijeshi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema Iran imeangusha helikopta ya Marekani aina ya Apache karibu na mlango wa bahari wa Hormuz na ikafanya mashambulizi mengine huko Kuwait. Mashambulizi ya Israel na Marekani mwezi Juni mwaka uliopita iliharibu vinu vya kurutubisha uranium vya Iran, lakini sehemu kubwa ya madini ya uranium iliyorutubishwa, ingawa ni pamoja na nyenzo karibu na kiwango cha silaha, inadhaniwa kuwa imesalia. Iran haijafahamisha wakala wa kimataifa wa nishati atomiki kuhusu hatma ya nyenzo hiyo au kuwaruhusu wakaguzi wa IAEA kurejea katika maeneo yaliyoshambuliwa kwa mabomu kwa ajili ya kufanya ukaguzi. Marekani iliongoza kushinikiza azimio hilo, lakini Iran imeliita azimio hilo uchokozi wa kijeshi wa kupaka rangi nyeupe kwa kuwa wakaguzi walikuwa na uwezo wa kufika kabla ya mashambulizi hayo. Maandishi ya azimio hilo yaliyowasilishwa na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani yalipitishwa kwa kura 21 za ndio, 3 zikipinga na 10 zikijizuia. Wanadiplomasia katika mkutano huo wa faragha walisema nchi zilizopinga ni Urusi, Uchina na Niger. Walisema mashambulizi ya utawala wa Israel na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yalisitisha shughuli za uhakika na kuwalazimu wakaguzi wa shirika kuondoka nchini Iran kwa sababu za kiusalama. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabad, aliandika katika ukurasa wa X kabla ya kura ya baraza la magavana akisema sasa Amerika inataka kubadilisha matokeo ya shambulio lake haramu kwa kesi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Gharibabad aliongeza. Ujumbe wa Iran kwa IAEA ulikuwa umeonya bodi hiyo kuwa tahadhari katika njia ya kusonga mbele ya Iran inapenda maazimio dhidi yake na imejibu yale yaliyotangulia kwa kuzidisha shughuli zake za atomiki au kupunguza ushirikiano na IAEA. Azimio hilo lilisema Iran inapaswa kuipa wakala habari kamili juu ya orodha ya nyenzo za nyuklia na kuipa IAEA ufikiaji unaohitaji ili kuthibitisha hilo bila kuchelewa. Marekani na Iran ziko katika mazungumzo yenye lengo la kuongeza muda usitishaji mapigano na kuweka njia za mazungumzo mapana zaidi kuhusu masuala yakiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Trump alionekana kusikitishwa na mazungumzo hayo baada ya kusema mara kwa mara kwa miezi kadhaa kwamba pande hizo mbili ziko karibu na makubaliano ya awali. Tunafanya mazungumzo na Iran lakini hakuna hatua, Trump alisema kupitia chapisho la mtandao wa Truth Social mnamo Jumatano, akisema umechukua muda mrefu sana kujadili makubaliano ambayo yangekuwa mazuri kwao, sasa watalazimika kulipa gharama kubwa. Trump amesema Iran lazima isiweze kuzalisha silaha za nyuklia na amesema kamwe hawataweza kuwa nazo. Lengo kuu la Trump ni kuondoa madini ya uranium iliyorutubishwa, hususan karibia kilo 440.9 iliyorutubishwa hadi 60% ya usafi, hatua fupi kutoka kwa takribani 90% ya kiwango cha silaha. IAEA inakadiria kuwa Iran ilikuwa nayo hadi mashambulio ya kwanza ya Israel mnamo Juni 13 mwaka uliopita. Hiyo inatosha ikiwa itaboresha zaidi kwa silaha 10 za nyuklia kulingana na kipimo cha IAEA. Ni kiasi gani kinachobaki haijulikani. Trump anasema Iran inapaswa kushughulikiwa mara moja ili wasirutubishe tena uranium. Amesema hahitaji kushughulika na Iran ili wafanye kazi hii, lakini Kazakhstan inajitolea kuchukua hifadhi ya uranium ya Iran, mkuu wa IAEA aliambia Financial Times. Kazakhstan imesema inajitolea kuchukua madini hayo ya urani na katika moja kati ya kundi la nchi za Kiarabu katika Umoja wa Mataifa limelaani mashambulizi ya Iran na vitendo vya Israel katika Mashariki ya Kati. Kundi hilo katika Umoja wa Mataifa limelaani vitendo hivi vya mashambulizi mengine na kitendo cha kutoweka cha ujasusi kinaangazia ujasusi wa Israel huko Lebanon ni moja kati ya mambo ambayo wameyapinga kwa namna moja ama nyingine.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea